kuwaeleza kwamba kamanda wa polisi kanda maalumu Dar es Salaam Jumanne Muliro ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa kamanda wa polisi Muliro kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama 5 wa Chadema walikamatwa. Na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu 5. Ilitutaja mimi na Mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche Suguta, Swezi Dani na Rudufu na James Mseti. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo kamanda Muliro ameisema. Lakini uongo wa kamanda Muliro ni mkubwa zaidi, kwa sababu viongozi na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe 24 mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni 22. Lakini baadaye tukapata taarifa za ziada mpaka ninavyozungumza na nyinyi mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025 ni jumla ya watu, wanachama na viongozi na waandishi wa habari, jumla watu 25. Kwa kitendo cha kamanda Muliro kusema kuwa matukio yale yamehusisha watu wawili tu peke yake, nasisitiza kwamba kamanda Muliro ametoa taarifa za uongo. Na leo kupitia mkutano nanyi waandishi wa habari tutawaonyesha vile vile ushahidi wa video wa baadhi wa sehemu ya watu waliokamatwa, waliopigwa, na nasema ni sehemu tu kwa sababu huu ni ushahidi wa video uliopatikana katika njia ngumu, kwa kuwa nyinyi mnafahamu wanahabari mlizuiwa kufanya shughuli zenu halali za kikazi mbele ya kituo, mbele ya mahakama ya Kisutu, ndani ya mahakama ya Kisutu na maeneo jirani ya mahakama ya Kisutu. Kwa ushahidi huu tutakaoonyesha ni sehemu tu. Kama nyinyi mngekuwa na uhuru wa kurekodi, manake kungekuwa na ushahidi wa ziada kwa majina yote ambayo utarejea tena kuyatamka siku ya leo. Na huu ni sehemu tu ya ushahidi, kwa sababu katika tukio mojawapo ambao nitalieleza baadaye baada ya kumaliza kuonyesha ushahidi huu wa awali, katika tukio mojawapo jeshi la polisi lilikwenda mbele zaidi, sio tu kuwazuia waandishi wa habari, bali viongozi wetu waliokamatwa na kupigwa katika kundi ambalo lilikwenda kutupwa kwenye pori la Ununio, kundi ambalo alikuwepo makamu mwenyekiti Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar Mheshimiwa Ali Juma, mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi Tito Kitalika, na viongozi na wanachama wengine. Katika kundi hili sio tu walipigwa na kuvunjwa, bali polisi waliwalazimisha kutoa password, kwa maana ya nywila, neno siri za kila simu ya kila mmoja, na kufuta kila kilichokuwepo kwenye simu zao kama sehemu ya mkakati
wa kuficha ushahidi. Kwa hapa tutawaonyesha kwa muktasari baadhi ya matukio ya msingi yenye kuthibitisha kwamba jeshi la polisi lilikamata viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kupiga viongozi na wanachama wa Chadema. Jeshi la polisi lilihusika kufanya uharamia wa kudhalilisha